Mradi uliopendekezwa wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta mkoani Tanga umepata pigo kubwa baada ya bilionea wa Nigeria Aliko Dangote kufichua kuwa sasa anaelekea kuipa kipaumbele Mombasa nchini Kenya kama eneo bora zaidi kwa uwekezaji huo mkubwa wa nishati. Akizungumza katika mahojiano na Financial Times Jumapili hii ya Mei 10, Dangote amesema Mombasa ina faida kubwa zaidi kimkakati kuliko Tanga, hasa kutokana na ukubwa na kina cha bandari yake. Ninaelekea zaidi upande wa Mombasa kwa sababu Mombasa ina bandari kubwa zaidi na yenye kina kirefu, Dangote alisema. Mradi huo wa kiwanda cha mafuta unakadiriwa kugharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Marekani, na hivyo kuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa viwanda kuwahi kupendekezwa katika Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa Dangote, kiwanda hicho kinatarajiwa kusafisha hadi mapipa 6.5 ya mafuta ghafi kwa siku, jambo linalofanya uwepo wa bandari kubwa yenye kina kuwa muhimu kwa shughuli za usafirishaji na operesheni za mradi huo. Mbali na miundombinu, Dangote pia alieleza kuwa soko kubwa la Kenya ni sababu nyingine inayomfanya kuipa nchi hiyo nafasi kubwa zaidi. Wakenya wanatumia zaidi, alisema, akimaanisha kuwa Kenya inaonekana kuwa soko kubwa zaidi kwa bidhaa za mafuta yaliyosafishwa. Licha ya kuonesha kuipendelea Mombasa, Dangote alisema uamuzi wa mwisho kuhusu eneo la mradi huo utategemea Rais wa Kenya William Ruto. Mpira uko miguuni kwa Rais Ruto. Atakachosema Rais Ruto, hicho ndicho tutakachofanya, Dangote alisema. Mpango huo wa ujenzi wa kiwanda cha mafuta ulitangazwa rasmi mwezi uliopita wakati wa mkutano wa Africa We Build Summit mjini Nairobi, ambapo Rais Ruto alieleza mpango wa kuanzisha kiwanda cha kikanda cha kusafisha mafuta mbele ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Ruto alisema kiwanda hicho kingesafisha mafuta ghafi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Sudani Kusini pamoja na Uganda, huku bomba la mafuta likipangwa kuunganisha Tanga na Mombasa kupitia miundombinu ya pamoja na Uganda. Hata hivyo, taarifa hiyo ilimshangaza Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye baadaye alisema Tanzania haikushirikishwa wala kupewa taarifa rasmi kabla mpango huo kutangazwa hadharani. Swala hilo liliripotiwa kuchangia mvutano wa kidiplomasia wakati wa ziara ya Rais Ruto jijini Dar es Salaam Mei 4 mwaka huu, baada ya Rais Samia kukosoa hadharani namna mjadala wa mradi huo ulivyoendeshwa. High level visits zikiwepo, tunafungua mambo mengi. Tumefungua mambo mengi na ni matarajio yetu kwamba timu zetu za wataalamu zitakwenda kuyafanyia kazi mambo yote tuliyozungumza ili kufungua baraka zaidi, biashara zaidi, uwekezaji zaidi, lakini uelewano zaidi kati ya nchi zetu. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa, because the building of a refinery is a big opportunity. Big opportunity to business, big opportunity for industrialization, big opportunity for petrochemical industries, fertilizer industries, plastics industries. And when I had a conversation with President Museveni, our discussion was about how to industrialize our region using our resources. The good people of Tanzania, you are lucky that we are discussing how to build a refinery in Tanga. It is an investment that the government of Kenya is willing to invest. The government of Uganda is willing to invest. You have heard, I'm sure, my good brother Paul Kagame, I'm told, said yesterday they are willing to invest. And many other countries are willing to invest. I hope Tanzania is also willing to invest.